Tanzania imesisitiza umuhimu wa zao la tumbaku kwa uchumi wa nchi kubwa zinazozalisha barani Afrika, ikitoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kikanda ili kulinda maisha ya mamilioni ya wakulima na kuhakikisha sera za kimataifa kuhusu tumbaku zinazingatia hali halisi ya nchi zinazozalisha zao hilo. Akifungua mkutano wa nchi zinazolima tumbaku uliofanyika Dar es Salaam mwishoni mwa wiki, Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema tumbaku inaendelea kuwa zao muhimu la kimkakati kutokana na mchango wake mkubwa katika upatikanaji wa fedha za kigeni, ajira, mapato ya serikali, maendeleo ya viwanda na kupunguza umasikini. Chongolo alisema kupitia Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, sekta ya kilimo itaendelea kuwa nguzo ya mageuzi ya uchumi, huku mazao ya kimkakati kama tumbaku yakitarajiwa kuongeza mapato ya mauzo ya nje, ajira na ukuaji wa viwanda. Chongolo alisema umuhimu wa tumbaku hauishii Tanzania pekee, akitolea mfano Malawi ambako zao hilo huchangia takribani 50% ya mapato yote ya fedha za kigeni, hali inayoonyesha nafasi yake muhimu katika uchumi na maisha ya wananchi wa nchi kadhaa za Afrika. Kwetu sisi Tanzania, tumbaku inatuingizia pato kubwa la kigeni, fedha za kigeni zaidi ya trilioni 1 kwa mwaka, na vivyo hivyo Malawi nadhani ndio zao linaloongoza kwa kuingiza mapato makubwa ya kigeni kwa nchi yao. Lakini unajua Zimbabwe ndio wanaoongoza kwa kilimo cha tumbaku katika nchi hizi 5 na tunafuatia Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona kwetu sisi tunapozungumzia tumbaku hatuzungumzii tu zao la kawaida, tunazungumzia zao la uchumi, tunazungumzia zao ambalo linajenga msingi wa uendeshaji wa maisha kwa wakulima, hasa mikoa ambayo inalima ya Tabora, sehemu ya Shinyanga, sehemu ya Katavi, sehemu ya Mbeya, na sehemu ya Morogoro kidogo na Iringa kidogo, lakini sana na sehemu kidogo ya Singida. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la maslahi ya zao hili la tumbaku, kwetu sisi tunazungumzia zao ambalo linajenga uchumi kwa wananchi wetu, kwa nchi, lakini ni chanzo chetu cha msingi cha fedha za kigeni nchini. Mkurugenzi wa bodi ya tumbaku TTB Stanley Mnozia amesema katika msimu wa mauzo wa 2024-2025 wakulima waliuza kilo milioni 160.9 za tumbaku na kujipatia zaidi ya dola za Marekani milioni 411, jambo linalodhihirisha mchango mkubwa wa zao hilo katika kuongeza kipato cha wakulima na mapato ya fedha za kigeni. Amesema asilimia kubwa ya tumbaku ya Tanzania inauzwa nje ya nchi, hivyo watu wote wanaolipinga zao hilo waelewe kwamba zao hilo lina tija kuliko mazao yote yanayozalishwa na halina mbadala, kwani ndilo linaloongoza kwa kuliingizia taifa fedha za kigeni. Wakulima waelewe kwamba zao la tumbaku ni kwa ajili ya soko la nje. Hatutumii zao la tumbaku hapa kwetu. Asilimia 98 ya zao la tumbaku ni kwa ajili ya export, kwa ajili ya kuuza nje. Kwa hiyo inapoharibika hali ya soko kule ambako tunapeleka tumbaku, maana yake inaenda kuathiri na bei ya tumbaku kwa wakulima wetu. Na hata asilimia 2 ya tumbaku ambayo inabakia hapa nchini, 2-3 ambayo inabakia nchini hapa kwa ajili ya kiwanda chetu cha TCC pale cha sigara. Sigara zikishazalishwa zaidi ya 70% na zenyewe ni kwa ajili ya soko la nje. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kilimo cha tumbaku Tanzania sio kwa matumizi ya ndani. Sisi ni wazalishaji, lakini ni kwa ajili ya kuuza nje, sio watumiaji. Na hata wale ambao pengine wanakuwa na namna ya kupinga zao la tumbaku, ni jambo la msingi wakaelewa zao la tumbaku nchini si kwa ajili ya matumizi ya hapa nchini. Na sisi kama bodi ya tumbaku tunapohamasisha wakulima, hatuwahamasishi kuvuta. Tunawaambia wakulima wazalishe kwa sababu ni fursa. Ni fursa ambayo wanaweza kupata fedha, wanaweza kutengeneza maisha, na kama nilivyoongea, fedha za kigeni ni nyingi, lakini sio fedha za kigeni tu. Hata mapato ya wakulima. Mwaka jana mfano wakulima wamejiingizia zaidi ya dola milioni 476 kama fedha zao kutokana na zao la tumbaku. Hapo wanako naongea ni trilioni 1.3. Hizi ni fedha ambazo zilienda kwa wakulima kwa msimu uliopita. Sasa katika namna hii, katika hali hii, huwezi ukabeza zao la tumbaku. Ni lazima tukae kwenye vikao kama hivi ambavyo tupo, na katika vikao kwa maana ya kwamba zao letu tunauza nje, hatuwezi kukaa peke yetu.
Lazima tukae na watu ambao wananunua zao letu, lakini tukae tusikilize na wenzetu nchi za jirani wanafanyaje, wanafanya mbinu gani ili kuweza kusaidia wakulima wao. Kwa upande wake, mkurugenzi wa uratibu wa kilimo nchini Malawi, Dr. Jerome Nkoma, amesema siku zote majadiliano ya wadau wa nchi hizo 5 zinazolima tumbaku wakati wote yanajikita katika kuangalia namna ya kulima tumbaku bora na endelevu kwa namna ya kutunza mazingira, huku wakilenga zaidi kuzalisha tumbaku bora sawasawa na matakwa ya wanunuzi wakubwa ili nchi hizi zisiweze kukosa soko la zao hilo. Alisema nchini Malawi zao hilo pekee linachangia zaidi ya nusu ya uchumi wa nchi hiyo, na hivyo kuwa zao muhimu na pekee nchini humo linalosaidia kaya nyingi ambazo zinafikia zaidi ya 200,000. One of the critical problems that we're experiencing as the T5 block is the climate change. Under climate change, we've been able to discuss and agree on strategies that we can use as the country so that we can sustainably produce tobacco in the 5 countries for the benefit of the current generations, but also future generations in our 5 countries. In addition, we've also been able to agree on strategies on how best to align our operations as countries with the expectations by the various merchants globally, but also most importantly, we've also been able to agree on how best we work hand in hand with the WHO, which is also advancing tobacco control issues.